Kiwasikia mashabiki kile ambacho wamekizungumza, swala la kocha Pedro unaweza kusema lilikuwa ni jambo la muda tu, na imekuwa ngumu kumvumilia mpaka mwisho wa msimu wenyewe. Ilikuwa ni jambo la muda, na niseme tu Yanga wamemvumilia sana. Wamemvumilia kwa maana ukiangalia dalili zilikuwa zimeshaanza kuonekana. Anapopasha kipa huwa atoki mshambuliaji, huwa anaingia golikipa. Kwa maana kwamba wakati anasajiliwa ama wanamwajiri Molin wanamrudisha kwenye klabu, ulikuwa unahisi kabisa tayari kuna viashiria kocha Pedro alikuwa hana maisha marefu. Wakajaribu kuweka kama msaidizi, lakini alikaa kama backup. Ila kiuhalisia ni kwamba kocha project yake kubwa ambao alikuwa amemkabidhi ilikuwa ni ya Ligi ya Mabingwa barani Afrika. Sasa Ligi ya Mabingwa barani Afrika, Yanga walijiona kabisa msimu huu wangeweza kupiga hatua kubwa zaidi, ila haikuwa msimu mzuri. Tunaona walikuwa na FAR Rabat ambaye ndio huyo amefika kwenye hatua ya finali, anakwenda kucheza na Mamelodi Sundowns. Na hata aina ya uchezaji, yani unawatazama Yanga, uchezaji wao hauko ile convincingly. Unajua kuna muda haya yalizungumzwa wakati Yanga anapata ushindi, kuna anashinda mabao 6, ndio watu wakawa wanasema Yanga haishawishi, Yanga haichezi vizuri. Lakini una nani anayekuelewa? Yani unamwambia mtu kwamba Yanga haichezi vizuri ama Yanga haishawishi Afrika chini na goli 6, kidogo inahitaji hoja ambazo uziweke mezani na zieleweke. Lakini sio ile Yanga ambayo ilikuwa imezoeleka kwamba Yanga inacheza, inatawala mchezo, inakuonyesha aina ya wachezaji wao waliokuwa nao na ubora wake. Sasa hapa ndo inakuja kwa kocha Pedro. Hata substitutions alizokuwa anazifanya recently tu, jana anamtoa Buba Jammeh, anamtoa Yao Kwasi, anamuingiza Buba Jammeh. Pale ndo uwanja uka erupt. Watu walinyanyuka, mashabiki walisimama pale wakaanza kupiga kelele. Unajua reaction kama zile haileti picha nzuri, lakini baada ya mchezo Pedro alijibiziana na mashabiki. Hiyo ni clip ambayo Gilbert na Kusaga mnaweza mkaiona hapo baadaye, lakini mimi nimeshaiona. Pedro alijibizana na mashabiki, akawa anaambia mnapiga sana mdomo, endeleeni tu kuzungumza. Juu yupo rais wa Yanga, Engineer Hersi, alikuwa anashuhudia ule mchezo. Kwa hiyo nadhani hata ile reaction ya kocha Pedro na mashabiki nao pia haikuwa nzuri sana, kwa sababu mashabiki wakishamkataa kocha inakuwa ngumu sana kusalia kwenye club. So kwa kocha Pedro ukija kwenye numbers, kwenye takwimu, inaweza ikakusuta kwamba kwa nini Yanga wamemfukuza. Unbeaten, amefunga magoli mengi, ameruhusu magoli machache. Yanga inaongoza ligi. Yanga ipo kwenye hatua nzuri ya CRDB Bank Federation. Kwa hiyo hapo kwenye upande huo inaweza ikakusuta, lakini ukija kwenye hatua nyingine, amefungwa finali ya Muungano na mpinzani wake ambaye ni mtani wake wa jadi, ameshindwa kufika hatua ya japo robo finali, huko nusu finali kwenye Ligi ya Mabingwa barani Afrika. Kwa hiyo nadhani haya ni mambo ambayo yamemuondoa, na mengi wamezungumza hapo mashabiki katika hiyo inset tulioicheza.